the thing that has brought us to this ground today. Na hilo ndilo limetuleta katika uwanja huu leo. We came to the people of Matunda. Tulikuja kwa watu wa Matunda. The Bible teaches in John 3:17. Biblia inafundisha katika Yohana 3:17. That Jesus did not send his son. Kwamba Yesu hakutumwa to condemn the world, aweze kuhukumu ulimwengu, but through him, lakini kupitia yeye, the world might be saved. Ulimwengu uokolewe. I came to talk to somebody in Matunda today. Nilikuja nizungumze na mtu Matunda leo. The love of Christ is so strong in this place. Upendo wa Mungu ni wa nguvu sana mahali hapa. We have not come here to condemn anybody. Na hatujakuja hapa tuhukumu yeyote. We have come here that you may change your life. Tumekuja hapa ili tuweze kubadilisha maisha yako. And that you may have abundance of life. Ili uweze kuwa na maisha ya utele. We came that you may change your life. Tulikuja ili uweze kubadilisha maisha yako. Not because we want to please people. Sio kwa sababu nataka tufurahishe watu. But because Christ is doing it in your life. Lakini kwa sababu Kristo anaifanya kwa maisha yako. In John 3:16. Yohana 3:16. The Bible teaches. Linafundisha. For God so loved the world. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. That he gave his only begotten son. Hata akamtoa mwanao wa pekee. That whosoever believes in him. Ili kwamba yeyote atakayemwamini. Should not perish. Asipotee. But have everlasting life. Lakini apate uzima wa milele. Listen to me, somebody in Matunda. Nisikize mtu wa Matunda. God sent his son that you may not be condemned, that you may be saved. Mungu alimtuma mwanawe ili usiweze kuhukumiwa lakini uokolewe. He sent his son that you may change your life. Alituma mwanawe uweze kubadilisha maisha yako. This is a week. This is your week. Na hili ndilo juma lako. To make a decision. Ufanye uamuzi. To make a turnaround in your mind. Ufanye mabadiliko katika mawazo yako. To make a concrete decision in your life. Uweze kufanya uamuzi mkuu. And change your life for better. Na ubadilishe maisha yako kwa mazuri. Because that is the reason why God created you. Na ndio sababu Mungu alikuumba wewe. From the Garden of Eden. Kutoka kwenye shamba la Edeni. Man was rebellious. Mwanadamu alikuwa wa kuasi. And Adam and Eve, we know the story of Adam and Eve. Na sote tunajua hadithi ya Adamu na Hawa. Man went against the will of God. Mwanadamu alienda kinyume na mapenzi ya Mungu. But God looked for a way to bring man back to him. Lakini Mungu aliangalia njia ya kumrudisha mwanadamu kwake. So God decided. Na Mungu akaamua. That he may bring his only begotten son. Aweze kumleta mwanao wa pekee. That through him. Ya kwamba kupitia yeye. We might be saved. Sote tuweze kuokolewa. And so Jesus came. Na ndio sababu Yesu alikuja. He lived the life that you are living today. Akaishi maisha kama unayoishi leo. In this world. Katika ulimwengu huu. And the Bible teaches. Na Biblia inafundisha. That he never sinned. Yeye hakuwahi tenda dhambi. He lived a holy life. Aliishi maisha matakatifu. That one day he may take your sins. Na siku moja akachukua dhambi zako. Take your shame. Akachukua aibu yako. Take your pain. Akachukua machungu yako. And take it to the cross. Na akaipeleka msalabani. And at the cross. Na pale msalabani. He was crucified. Yeye akasulubishwa. That he may take away the pain that is in your life. Ili aweze kuchukua machungu ya maisha yako. That he may take the sin in your life. Achukue dhambi ya maisha yako. Jesus became sin for us. Yesu akafanyika dhambi kwa ajili yetu. That we may be righteous in him. Ili tuweze kufanyika wenye haki kwake. We are here today. Tuko hapa leo. To declare to you. Kukutangazia. The love of Christ. Upendo wa Kristo. Is so big. Ambayo ni kuu sana. The love of Christ. Upendo wa Kristo. Is so great. Ni kuu sana. The love of Christ. Upendo wa Kristo. Has changed all of these people. Umebadilisha maisha haya yote. All of these people. Imechukua sukani ya watu wote. Kwa uzuri. It can change your life today. Inaweza badilisha maisha yako leo. The blood of Jesus on the cross. Damu ya Yesu ya msalaba. It is meant for you. Imekufanyia wewe. The blood of Jesus on the cross. Damu ya Yesu ya msalaba. It was meant for you. Ilitengenezwa kwa ajili yako. That your life may be changed. Ili maisha yako yabadilike. Matunda people. Watu wa Matunda. We came for a reason. Tulikuja kwa sababu. Jesus loves you so much. Yesu anakupenda sana. And that is why we are here. Na ndio sababu tuko hapa. We didn't just come here to waste time. Hatukuja tu tupoteze muda. But we came because of the love of Christ. Lakini tulikuja kwa sababu ya upendo wa Kristo. Jesus loves you so much. Yesu anakupenda sana. I don't care where you are. Na sijali mahali uliko. I don't care whether you are drunkard. Sijali hata kama umelewa. Whether you are a witch doctor. Ama wewe ni mchawi. Whether you are a prostitute. Ama wewe ni kahaba. The love of Christ surpasses all that. Upendo wa Kristo unazidi hayo. And Jesus says, Biblia inasema, come to me. Njoo kwangu. All you have heavy burden. Nyote ambao mmebebeshwa mizigo mizito. I will give you rest. Na mimi nitawapa pumziko. The best rest is found in Jesus. Pumziko nzuri inapatikana kwa Kristo. The only rest that you need. Pumziko tu unayohitaji. Is in Jesus Christ. Ni Yesu Kristo. Come unto me. Njooni kwangu. All that have heavy laden. Nyote ambao mmebebeshwa mizigo mizito. I will give you rest. Nami nitawapatia pumziko. The burden of drunkenness. Hiyo mzigo ya ulevi. The burden of witch doctors. Wa mzigo wa uchawi. He says,
bring it to me. Anasema The nileteeni. burden of prostitution. Mzigo wa ukahaba. He says, bring it to me. Anasema niletee. Bring it to me. Niletee. Today, Leo hii he's knocking at the door of your heart. anabisha mlangoni wa moyo wako. As you listen to him, Wakati unamsikiza, he's knocking at the door of your heart. anapiga katika mlango wa Listen to me, somebody in nisikize Matunda. mtu wa Matunda. Under the voice, Chini ya sauti. under this voice today, Chini ya sauti hii leo. make a decision today. Fanya uamuzi leo. A wise decision. Uamuzi wa A hekima. wise decision Uamuzi wa to hekima. receive Christ in your heart. Kumpokea Kristo kwa moyo A wako. wise decision Uamuzi wa to hekima. receive Christ in your heart. Kumpokea Kristo moyoni. Everything shall change. Na mambo yote yatabadilika. Your life will never remain the same again. Maisha yako hayatasalia vile tena. Something will take place in your life. Kitu kitatendeka katika maisha yako. It happened to us. Ilitufanyikia sisi. It can happen to you. Yaweza kufanyikia pia wewe. Some of us here were drunkards. Wengine wetu hapa tulikuwa walevi. We smoked bang. Tukavuta bangi. But God changed us. Lakini Mungu alitubadilisha. He can change you. Anaweza kubadilisha. I said he can change you. Nimesema anaweza He kubadilisha. can change your life. Anaweza badilisha maisha He yako. can change your life. Atabadilisha maisha yako. Whatever people were seeing in you Kile ambacho watu walikuwa naona ndani mwako as useless man, kama mtu bure, where you are called useless, mahali uliitwa bure, you will be called useful. wewe utakuwa muhimu. Where people rejected you, Mahali watu walikukataa, they will be looking for you, watakuwa wakikutafuta, because it is a wise decision that you're making kwa today. sababu ni uamuzi wa hekima unafanya leo. Listen to me. Sikize, This life is a mystery. maisha haya ni siri, It is a great mystery. ni siri kuu, You don't know what will happen the next minute, the Na- next second in your life. na haujui nini itafanyika katika dakika ijayo ama sekunde ijayo. But one thing that you need to realize, Lakini kitu kimoja yafaa utambue, hell is real kuzimu ni kweli and heaven is real. na pia mbingu ni kweli. You have a decision, Wewe una uamuzi, a decision to make, uamuzi wa kufanya, either to go to hell uende katika jehanamu or to go to heaven. ama uende mbinguni. Listen to me, somebody. Nisikize mtu, There is eternity. kuna maisha umilele, There is eternity. kuna maisha But the umilele, decision is in your hands. lakini uamuzi u mikononi Where mwako. do you want to spend your eternity? Je, unataka kwenda wapi katika umilele Where do you wako? want to spend your eternity? Umilele wako unataka ukue wapi? This life Maisha haya is passing. yanapita, We are sojourners. sisi tu wasafiri. Don't live like you have arrived. Usiishi ni kama mtu aliyefika. Don't live like you have arrived, Matunda people. Usiishi ni kama mtu aliyefika, watu wa Matunda. You don't know tomorrow. Kesho hii au ijui, But if you want to have a surety about tomorrow, lakini ukitaka kuwa na uhakika wa kesho, you can make that decision today. unaweza fanya uamuzi huo That leo, I want to spend one day my eternity in heaven. ya kwamba nataka niwe na maisha yangu ya umilele katika mbinguni. One day I want to be with God Siku moja nataka niwe na Mungu in paradise. kule paradiso. It is possible. Inawezekana, It is possible. inawezekana. Jesus loves you Yesu anakupenda and is calling you. na anakuita, And is calling you by name na anakuita kwa jina lake, because he knows you by name. kwa sababu anakujua kwa jina He lako, knows you by name. anakujua kwa jina He lako. has your future. Ako na maisha yako He ya knows usoni, your end to the beginning. anajua hatima yako tangia mwanzo, And he is calling you today na anakuita leo because he wants to make you a new you. kwa sababu anataka kufanye mtu mpya. Wherever you are standing, Popote umesimama, I want you to bow down your head. nataka uinamishe kichwa chako chini. Bow down your head. Inamisha kichwa chako chini. If you have a cape, remove it Kama una kofia ivue, as a sign of respect. kama ishara ya heshima. I want you to bow down your head, close your eyes. Nataka uinamishe kichwa chako chini na ufumbe macho. This is a very important moment for you. Hiki ni kipindi cha muhimu sana kwako, A very important moment and a very important day for you. kipindi na siku ya muhimu sana. As you bow down your head and you're closing your eyes, Wakati umeinamisha kichwa na kufumba macho, listen. sikiza. You are living today, Unaishi leo, but there are some people that you know they are not living today. na kuna watu ambao unajua leo hii hawaishi, They are dead. wamekufa. As you are bowing down your head, Wakati umeinamisha kichwa chako chini, I want you to ask yourself this question. nataka ujiulize swali hili:
If I die today, leo hii nikifa, if I die the next minute, dakika ijayo nikifa, where will I go? je, nitaenda wapi? Where will I go? Nitaenda wapi? Ask yourself this question. Jiulize swali hili. If you die right now, Nikifa sasa hivi, where am I going to? ninaenda wapi? But I have good news for you. Lakini nina habari njema kwako. You can admit Unaweza kubali that you are a sinner. kwamba wewe ni mwenye dhambi. You can believe Unaweza amini that Jesus died for your sins. ya kwamba Yesu alikufa kwa dhambi zako. And you can confess Na unaweza kiri and say, Lord, come unto my heart. na useme, Bwana, karibu moyoni mwangu. Welcome into my spirit. Karibu kwa roho yangu. I need you. Na kuhitaji. I need you. Na kuhitaji. As you're bowing down your head Wakati umeinamisha kichwa chako chini and you mean it in your heart, na unamaanisha katika moyo wako, say, Lord Jesus, sema, Bwana Yesu, I come to you today. nakuja kwako leo. Najua mimi ni mwenye dhambi. Na leo hii nakupokea moyoni mwangu. Karibu moyoni mwangu. Njoo na uishi kwa moyo wangu. Ongoza maisha yangu. Mimi si mwenye dhambi tena, lakini mimi ni wako. Karibu katika roho yangu, kwa Mungu wangu na mwelekezi wangu, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Friends, I don't know whom have repeated that prayer, Rafiki, sijui ni nani aliyesema ombi hili, but by the show of hands, lakini kwa kuinua mikono, I want you, if you mean it, kama unamaanisha, if you mean it in your heart, kama unamaanisha moyoni mwako, put your hands down first. rudisha mikono chini. If you mean it in your heart, Nasema kama unamaanisha moyoni mwako that I want to change my life, kwamba nataka mabadiliko kwa maisha yangu, not to please the preacher, si kumfurahisha mhubiri, but you mean it from your heart, lakini unamaanisha kutoka moyoni mwako, lift those hands up high. inua mikono hiyo juu sana. Lift those hands up high. Inua mikono hiyo juu sana. Yes, 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 yes. Ndiyo, Yes. ndiyo. I want to thank God for you. Nataka nishukuru Mungu kwa ajili yenu, I want to pray with you. na ninataka niombe nanyi. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, behold these hands. tazama mikono hii. They lift them up higher because God, they have received you today. Wameinua juu sana kwa sababu wamekupokea Bwana. Father, this is the moment that we all needed. Bwana, hili ni kipindi ambacho sote tulihitaji. And Father, it is here. Na Baba, iko nasi hapa. Thank you for these hands Asante kwa mikono hii that are lifted up high. ambayo imeinuliwa juu. Thank you for these families. Asante kwa jamii hizi. Lord God, it is my prayer today. Bwana Mungu, ni ombi langu leo It is not in vain that we came, kwamba si kwa bure tulikuja, but these lives will never remain the same. lakini maisha haya hayatasalia vile. Take over these lives. Chukua usukani wa maisha haya. Take control over this life. Chukua usukani wa maisha haya. In the name of Kwa Jesus, jina la Yesu, I decree and declare, natangaza na kutamka, no bad doctrine hakuna mafunzo mabaya shall come near them. ambayo itawakaribia. Every plan of the enemy upon their lives, Kila mipango ya adui katika maisha yao I cancel it in the name of Jesus. nazisambaratisha kwa jina la Yesu. And I speak life where there was no life. Ninanena uzima mahali ambapo hakukuwa na uzima. I speak life to them. Nanena uzima kwao. I speak life to them. Nanena uzima kwao. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo.
as they depend on you, wakati wanakutegemea Lord, be God over their lives. Bwana, kuwa Mungu wa maisha yao, In Jesus' mighty name. kwa jina kuu la Yesu. Somebody shout amen. Amen.